Wengi tukiuliza mtaji wanasema ni hela. Si ndivyo? Lakini mtaji namba moja alionao kijana ni mtaji yeye. Sema mtaji mimi. Mtaji mimi. Sio ule unaotegemea kwa mtu benki au wapi. Wewe mwenyewe ulivyo tayari ni mtaji. Sasa changamoto ni kama unajua au wapi uongeze nguvu au wapi urekebishe. Ili ule uweze kutumia ule mtaji mimi kukusaidia kuwa kama kianzio cha kupambana na maisha. Nafasi ya kwanza ya mtaji mimi ni taarifa. Kama huna uwezo wa kupata taarifa, utakuwa umejipunguzia credit. Na nafikiri lengo la kuwakusanya hapa ni kuwapa taarifa sahihi za fursa zilizopo ndani ya halmashauri. Ukienda kusikiliza wengine ni shauri yako. Lakini sisi tunaongezea nyama kwenye ule mtaji wewe kwa kukupa taarifa sahihi na maarifa ya awali ya nini kifanyike. Si ndivyo mtamada? Kwa hiyo sema mtaji mimi. Mtaji mimi. Mtaji mimi una sifa kubwa kama 3 tu. Ya kwanza ni uaminifu. Wewe ni mwaminifu? Maana ukishakosa uaminifu, unaanza kwa kukosa uaminifu kwa wewe mwenyewe, alafu kwa kile kinachotokea mbele. Eneo hili vijana wengi wa Kitanzania tumewaangusha watu. Kwa nini watu wanafunga biashara? Wanakuambia naibiwa left, right and center. Kwa hiyo tatizo la kwanza tunagundua katika jamii yetu sasa hizi kwenye kundi hili ni uaminifu. Au kwa kizungu wanaita integrity. Yaani watu wanawafungua mahoteli wanaona bora wakachukue wa Kenya. Bora alete wenzie wa nchi anayotoka. Kwa nini? Sisi hatuna watu. Ila ukikaribishwa tu kwenye geti la watu, wewe unaanza kuangalia. Hii mitungi hatuwezi kuichomoa. Uongo kweli? Kweli. Na wengine wana resort kwenda kwa ndugu. Matatizo ni yale kwa sababu huyo ndugu anatoka kwenye jamii ile ile. Kwa hiyo unajikuta kwa baba ndugu lawama. Si mnasikia haya maneno? Ndio. Haya yote ni kukosekana kwa nini? Uaminifu. Ukishakuwa na uaminifu, haijalishi certificate yako. Haijalishi kabisa. Mtu akasema nipe wewe mwaminifu, nitalala wala usingizi. Sio, tumeelewana? Ndio. Sasa wewe ni mtaji wewe. Kama mtu anaweza akafikia tu ya kuchukua mtu ambaye hana uwezo sema nitamfundisha. Lakini as long as ni nini? Mwaminifu. Sasa hii ni changamoto ambayo lazima tuiseme, na bahati mbaya pia wako wengi wetu hatupendi kuambiwa ukweli. Lakini huu ndio ukweli, upende usipende. Mbeya oye. Na tunaomba tuangalizie fursa, tunatafuta ajira. Ni graduates wote watatu. Nikawaambia hivi, wote ukiangalia wote wana smartphone. Sasa mimi nawapeni wazo wanifanyie kazi. Kapa wazo zuri tu. Kwa maoni yangu hawakuwahi kurudi mpaka kesho. Kwa sababu ile wazo linahitaji wakae chini, wapange, wafikiri. Wao wanataka ile kazi afanye mtu mwingine. Nikawapa wazo hili. Na atakayeweza kusikia vizuri, atakayeanza aje tuendelee kushauriana kuliboresha. Nilimwambia saa hizi serikali imepiga vita matumizi ya kuni. Uongo kweli? Kweli. Ili kulinda mazingira. Na mnaona mpaka wabunge, madiwani wanagawa mitungi ya gesi. Uongo kweli? Kweli. Ile mitungi si wakishatumia si unaisha. Inabidi replace. Sasa wewe umemaliza shughuli zako katika ngazi ulionayo, unasema shida ni mtaji. Si ndivyo? Una smartphone. Wewe nenda kwa maagent. Nenda kwenye kata unayotaka. Ambao hata kata huwezi kuimaliza. Sajili watu wote wenye mitungi ya gesi. Chukua watu 100 tu. Sisi tumeelewana? Watu wangapi? 100. Wanaotumia gesi. Wako kwenye simu yako. Unamwambia kila gesi ikiisha akucheki. Tumeelewana? Wewe unaenda tena ukitoka pale unaenda kwa mwenye kampuni kubwa anayeuza mitungi ya gesi. Mimi nina wateja 100. Naomba niwe nachukua mtungi hapa, nikishaufikisha nilete fedha.
jioni nakuletea hela. Kama nimeuza mitungi 20, 15, wewe kazi yako unamwambia jioni mimi naleta fedha. Atataka labda mtu wa kudhamini au nini. Umeelewa? Hiyo ni mambo mnafanya. Kama polisi mnatoana, huwezi kujishinda kujidhamini wenyewe. Bea oye. Si mkishuka polisi mnatoana wenyewe. Sasa kwa nini hapa kwenye mtaji useme sina mdhamini? Sasa hapa niulize wewe unahitaji hela ya kitu gani? Una simu? Una wateja tayari? Una vendor? Una muuza mitungi ambao wamejaa tu sasa hivi. Wale hawezi kwenda kila mahali. Wewe unaingia katikati sasa kama wewe kazi yako ni kudeliver. Akikupigia mtu kwa salalo. Bwana uko wapi hivi? Haya sasa mtungi unauzwa. Wewe pale kwa anayeuza mitungi unaomba discount kwa sababu una wateja. Wewe unachofanya mtungi unauzwa shilingi ngapi? 55 ule mkubwa. 59. Pale wewe unaomba discount. Sababu sasa unakuwa ni supplier wake. Si ndivyo? Ukija huku una add tu usafiri sababu kumbili. Na wewe unaweka ya kwako kila mtungi shilingi 3000 tu au shilingi 5000. Inategemea na ukubwa. Mpaka hapo unahitaji shilingi ngapi? Ili uanze unahitaji shilingi ngapi mpaka hapo? Mzee umenielewa? Mpaka hapo unahitaji shilingi ngapi ili uanze? Ni uaminifu tu. Si umenielewa? Hakuna mahali popote unapohitaji hela. Na mtungi unatoka kwa oil company au Lake Oil unaenda nyumbani kwa Teo. Kwa hiyo mama yule mtu nyumbani atafurahi, nikipata shida ya gesi kumbe ni simu moja tu ngoma iko nyumbani. Bodaboda anayepeleka anajilipa pale na wewe unabaki na kamishini yako. Let's say 3000 kila mtungi. Kwa hiyo naamini kwamba mama hili litasaidia hasa kutambua mtaji wewe.